Tufanye nini pale umoja na amani kati ya waumini vinapokuwa hatarini? Wafuasi wa Bwana wanashughulikiaje hali za migogoro binafsi? Na ni vipi mkosaji na aliyekosewa wanaweza kupatanishwa? Umoja wa kanisa unaweza kudumishwaje? Basi nawakumbusha wapendwa, mara nyingi shetani hajitahidi sana kuharibu kanisa la mahali kama anavyojaribu kuligawanya. Na kwa njia, ana ujuzi mkubwa sana katika hilo. Yeye hashambulii kanisa moja kwa moja. Mara nyingi zaidi anaingia ndani ya kanisa na kuanza kupanda mbegu za kutokuelewana. Anasababisha ugomvi uanze na kisha anafurahia kutoa silaha kwa pande zote mbili. Si ajabu Mtume Paulo aliandika kwa lile kanisa dogo kule Efeso akiwaambia wawe na bidii, yaani wawe na juhudi, kudumisha umoja wa roho katika kifungo cha amani. Hiyo ni Waefeso 4:3. Sasa leo katika safari yetu ya hekima, Bwana atatupa hatua za vitendo kabisa za kudumisha umoja. Hizi hapa ni hatua za kile tunachoweza kuita kuwapatanisha waumini. Tuko katika Mathayo 18 na mstari wa 20 unatupatia msingi ambapo Yesu anasema, kwa maana popote wawili au watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo katikati yao. Sasa hii si aina fulani ya ahadi ya matokeo ya maombi. Nimesikia andiko hili likipotoshwa na kufanywa kama fundisho la makubaliano kwamba ukipata watu wawili au watatu waungane nawe kuomba, basi unajua Mungu atakusikiliza. Sasa wapendwa, Mungu atakusikiliza unapoenda kwake ukiwa peke yako. Una mpatanishi mmoja, Kristo Yesu, na kupitia kwake unao ufikiaji wa moja kwa moja mbele za Mungu. Yesu anataja watu wawili au watatu hapa, na muktadha ni ule wa nidhamu na upatanisho. Unahitaji mashahidi wawili kuthibitisha ukweli wa jambo hilo, na Yesu anaahidi uwepo wake. Anaahidi ushiriki wake binafsi katika mchakato huu wa upatanisho. Sasa Bwana anatoa hatua kadhaa hapa kwa ajili ya mchakato huu. Hatua ya kwanza iko hapa kwenye mstari 15, kama ndugu yako akikutenda dhambi, nenda ukamwambie kosa lake wewe na yeye peke yenu. Akikusikiliza, umempata ndugu yako. Sasa lengo kuu ni kwamba mchakato uishie hapa hapa. Suala hilo linatatuliwa kwa faragha. Mara nyingi sana halishii hapa, hivyo Bwana kwa neema yake anatoa hatua nyingine. Mstari 16, lakini asiposikia, chukua mtu mmoja au wawili pamoja nawe, ili kila shtaka lithibitishwe kwa ushahidi wa mashahidi wawili au watatu. Sasa hii ni jaribio la kumfanya mkosaji akiri kosa lake na matokeo yake upatanisho upatikane. Mashahidi wanathibitisha ukweli wa tukio na kuhakikisha kwamba upatanisho umejaribiwa kwa dhati. Pia wanaweza kutoa ushahidi kuhusu mwitikio wa mkosaji. Sasa Yesu anatoa hatua nyingine kama ikihitajika. Mstari wa 17 unasema, lakini akiwakataa hao, liambie kanisa. Sasa anamaanisha nini kusema liambie kanisa? Liambie nini kanisa? Kweli huhitaji kueleza kila undani wa kila kitu kilichotokea. Kwa kweli kulieleza kanisa kunahusiana na swala kuu. Mwambie kanisa kwamba mtu huyo anakataa kufuata ushauri wa viongozi wa kanisa. Hicho ndicho tu kanisa kinachohitaji kujua. Hicho ndicho tu kinachopaswa kuwasilishwa. Tunayo kijitabu kidogo kinachoitwa Katika Kumsaka Mwana Mpotevu, ambapo tunasaidia makanisa kupitia mchakato huu. Sasa kama jitihada zote za upatanisho zitashindikana, hatua ya mwisho hufanyika. Yesu anatupa hapa katika mstari 17, na ikiwa atakataa hata kusikiliza kanisa, na awe kwenu kama mtu wa mataifa na mtoza ushuru. Kwa maneno mengine, mtu huyu anaondolewa katika ushirika wa kanisa. Kanisa linapaswa kujiondoa katika ushirika na mtu huyu asiyetubu. Hii inaonyesha kwamba mtu huyo amepoteza ushirika na Mungu, na kanisa linaonyesha hilo kwa vitendo. Mtume Paulo aliwaambia waumini wa Korintho, 1 wa Korintho 5, wamtoe mtu aliyekuwa anakataa kutubu uasherati kutoka katika kanisa lao. Na niambie tu, itakuwa ni maumivu kufanya jambo sahihi. Hili halijawahi kuwa rahisi. Kuna huzuni kubwa katika kesi nyingi ambazo nimehusika nazo kwa miaka yangu yote kama mchungaji.
Wapendwa, umoja wa kanisa haujajengwa tu juu ya upendo. Umejengwa juu ya uadilifu, usafi na ukweli wa neno la Mungu. Sasa basi, Petro, unajua, amekaa pale darasani, anainua mkono kuuliza swali. Hili hapa kwenye mstari wa 21. Bwana, ndugu yangu akinikosea mara ngapi nimsamehe? Hadi mara 7. Kwa maneno mengine, Bwana, najua utavutiwa na ukweli kwamba niko tayari kumsamehe ndugu yangu mara 7. Hilo ni la kiroho, sivyo? Na Yesu anajibu hapa kwenye mstari wa 22, sikuambii mara 7, bali mara 70 mara 7. Hiyo ni njia nyingine ya kusema acha kuhesabu. Usiwekee kikomo ni mara ngapi utamsamehe mtu anayekuomba msamaha kwa dhati. Kumbuka tu, kwa njia, ni mara ngapi Mungu amekusamehe wewe. Je, ni mara 7? Je, ni mara 70 mara 7? Hapana, asante Mungu, msamaha wake hauna kikomo. Yesu sasa anasimulia hadithi, mfano, ili kufafanua ukweli huu. Mstari wa 23, kwa hiyo ufalme wa mbinguni umefananishwa na mfalme aliyetamani kufanya hesabu na watumishi wake. Alipoanza kufanya hesabu, alimletea mmoja aliyekuwa na deni la talanta 10,000. Hiyo ni zaidi ya dola bilioni 1 leo, na hoja ni kwamba hataweza kulipa deni hilo kamwe. Hivyo yule mtu akaanguka magotini, akamsihi mfalme amrehemu, na kwa huruma, mstari wa 27 unasema, bwana wake akamwachilia na kumsamehe deni lake. Wow, hilo ni tendo la ajabu la neema. Sasa ungefikiria kwamba shukrani na neema vingetawala maisha ya mtumishi huyu maisha yake yote, lakini mstari wa 28 unatueleza, lakini yule mtumishi alipokwenda nje, akamkuta mmoja wa watumishi wenzake aliyekuwa na deni lake la dinari 100. Hicho ni sawa na mshahara wa siku 100 katika siku hizi. Akamkamata na kuanza kumbana koo akisema, lipa unachonidai. Watumishi wenzake walipoona yaliyotokea, walihuzunika sana na wakaenda kumweleza bwana wao yote yaliyotokea. Sasa Bwana anachofanya hapa ni kutupatia kanuni mbili ambazo zinaweza kutumika hata leo. Hii hapa ya kwanza, hii kukataa kuwasamehe wengine ni kutokuwa na msimamo. Yaani, fikiria hili, sisi tumesamehewa na watu ambao wamesamehewa wanapaswa kuwa wasamehevu. Kwa kweli, Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 32, kisha bwana wake akamwita na kumwambia, wewe mtumishi mwovu, nilikusamehe deni lote hilo kwa sababu ulinisihi. Je, haikupasa nawe umrehemu mtumishi mwenzako kama nilivyokurehemu? Kimsingi, Bwana anasema, tazama, kwa nini hukufanya kwake kile nilichokufanyia wewe? Kukataa kuwasamehe wengine hakulingani na tulivyo. Pili, kukataa kuwasamehe wengine kunaleta mateso ya ndani. Yesu anasema hapa kwenye mstari wa 34, na kwa hasira bwana wake akamkabidhi kwa watesi hadi atakapolipa deni lote. Vivyo hivyo Baba yangu wa mbinguni atawatendea kila mmoja wenu ikiwa hamtasamehe ndugu yenu kwa moyo wenu wote. Sasa neno ambalo Bwana anatumia hapa kwa ajili ya watesi, yaani wale ambao mtu huyu anakabidhiwa kwao, linatumika pia kama kitenzi katika 2 Petro 2:8 ambapo linaelezea roho ya mtu kuteswa kwa sababu ya uovu unaomzunguka. Hivyo huyu mtumishi asiyesamehe katika mfano wa Yesu atakabidhiwa kwa watesi, watesaji, wale watakaomtesa. Sasa hoja ni ipi? Wakati sisi ndiyo chanzo cha mgogoro usiotatuliwa kwa sababu tunakataa kuwasamehe wengine, Mungu kwa namna fulani anasema, basi utateseka rohoni mwako. Utaendelea kurudia lile kosa, lile tukio, ile dhuluma. Utapata amani hata kidogo mpaka utakapowasamehe. Sasa kama hawajaomba msamaha kwako, huwezi kuwasamehe moja kwa moja, lakini unawasamehe mbele za Bwana. Unaona, msamaha wa kweli maana yake uko tayari kukubali mpango wa Mungu juu ya maisha yako, hata ule uchungu unaokupata. Fikiria hili, Mungu alitumia utumwa, dhuluma na kifungo kumuumba Yusufu kule Misri ili hatimaye aweze kuwaambia ndugu zake wakatili na wasio na huruma, ninyi mlidhamiria kunitendea mabaya, lakini Mungu alikusudia mema. Mwanzo 50:20.
Ona, kuishi na hasira, kinyongo na kutokusamehe kunatuibia kila kitu ambacho Mungu anataka kufanya ili kutuunda kwa ajili ya utukufu na neema yake. Ndugu wapendwa, Biblia inaahidi kwamba siku moja mambo yote yatakuwa sawa. Siku inakuja ambapo yeye atarekebisha kila kitu, na hiyo ndiyo siku tutakapomwona uso kwa uso. Basi hadi kwenye safari yetu ya hekima ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.